Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefuriam ndio kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Watu zaidi ya 200,000 wafikiwa na huduma za matibabu bingwa na bingwa bobezi kutoka kwa madaktari wa Mama Samia. KMKM kamandi ya Pemba ya kamata mashua ya uvuvi ikituhumiwa kufanya kazi bila ya kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Katika habari za kimataifa, Bangladesh yaishitumu India kuchochea machafuko kufuatia vifo vya watu 3 katika ghasia za kikabila. Na mkapu la habari linaanzia huko mkoani Kigoma. Wananchi zaidi ya 200,000 kote nchini wamepatiwa matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi kupitia kambi ya madaktari bingwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, huku watoa huduma 100,000 wakijengewa uwezo wa kutoa huduma tangu kuanza kwa mpango huo mnamo mwezi Mei mwaka jana 2024. Taarifa ya Emmanuel Matinde inasimuliwa studio. Amesema hayo Bi Grace Maliki, afisa kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Afya, Uzazi, Mama na Mtoto, akizungumza wakati mapokezi ya madaktari bingwa 48 kutoka hospitali mbalimbali nchini waliowasili mkoani Kigoma kutoa huduma za matibabu ya kibingwa katika halmashauri zote 8 za mkoa huo katika muda wa juma moja kuanzia Jumatatu hii ya Septemba 29, 2025. Wananchi wote wa mkoa wa Kigoma, wote ambao wenye changamoto za kiafya, watakaojitokeza katika maeneo hayo watapata huduma za kiafya. Nichukue nafasi hii sasa kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kigoma waweze kujitokeza kwa ajili ya kupokea huduma hizi za kibingwa na bingwa bobezi ambazo zimesogezwa karibu na wananchi kwa ajili ya kupunguza gharama ambazo wangeweza kazitumia kwenda mahali pengine popote kupata huduma hizi za kibingwa. Katibu Tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amesema hatua hiyo ni muhimu ikizingatiwa kuwa bado kuna changamoto ya ukosefu wa huduma bobezi hasa kwa mikoa ya pembezoni ikiwemo mkoa wa Kigoma. Ni changamoto kupata wataalamu wa field zote kama ambavyo inapaswa. Kwa hiyo uwepo wa zoezi hili unawasaidia sana wananchi wetu kufikiwa na huduma hizi ambazo kuzipata ni aghalabu sana. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, lakini pia kuwashukuru sana ninyi binafsi kwa moyo wenu wa kujitoa wakati wote, kwani kwenye awamu zote ambazo mmekuwa mkija hapa kwenye utekelezaji wa zoezi hili mmefanya kazi kubwa sana. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Dr. Damas Kayera amesema ujio wa madaktari bingwa hao utaboresha utoaji wa huduma katika mkoa huo kwa watumishi kupata mafunzo na kuwa na uelewa zaidi wa kutoa huduma hizo kwa siku zijazo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa namna ambavyo imeweza kufanya, na hii ni awamu ya 4 kama tulivyosema awali kwamba ni awamu ya 4. Tumeshafanya kwa awamu 3 na zaidi ya watu 7,000 wameshaweza kupata huduma ambazo wangetakiwa labda wazifuate katika maeneo mengine, maana labda wangezifuata Dar es Salaam, Dodoma au Mwanza, ambayo ingekuwa ni gharama sana kwao. Hapa tumefika takriban madaktari wasiopungua kada 6. Kuna daktari bingwa wa upasuaji, kuna daktari bingwa wa kina mama na uzazi, kuna daktari bingwa wa watoto, daktari bingwa wa usingizi na ganzi salama, daktari bingwa wa kinywa na meno, pia kuna wauguzi bingwa
Jijini Dar es Salaam, msimu wa 10 wa shindano la kusoma na kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani tukufu, chini ya Jumuiya ya Wanafunzi na Jamii ya Kiislamu MSSF umehitimishwa, huku mafanikio makubwa yakitajwa kufikiwa tangu kuanzishwa kwa mashindano hayo miaka 10 iliyopita. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa naye Nuhu Stima. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Ni moja kati ya washiriki 17 waliochuana katika shindano la kuhifadhi Qur'ani tukufu chini ya Jumuiya ya Wanafunzi na Jamii ya Kiislamu MSSF yenye maskani yake makuu Tabata jijini Dar es Salaam. Jaji kiongozi wa shindano hilo, Ustadhi Abdallah Hamisi Lingumba, amesifu uwezo ulioonyeshwa na vijana, hasa wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari, katika kusoma na kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mashindano yamekwenda vizuri kabisa, na leo tulikuwa na magrupu matatu, grupu la juzu 10, 20 na 30. Alhamdulillah, tumaliza mashindano yetu vizuri kabisa, na mashindano yalikuwa yana ushindani mkubwa sana. Kwa kweli vijana wameonyesha ushindani mkubwa, wako vizuri alhamdulillah. Nawahusia washiriki kwamba wasivunjike moyo. Kwenye mashindano lazima patikane mshindi. Wote wamefanya vizuri sana, lakini kwenye mashindano lazima tupate wa kwanza, wa pili, wa tatu na kadhalika, patikane wa mwisho. Hivyo kwa nafasi aliyopata asijione yeye kuwa ameshindwa, bali ameshinda, isipokuwa leo tu akupata bahati ya kushinda. Mshindi wa jumla kwa maana ya juzu 30 katika fainali hiyo, kijana Suleiman Omar Ali, amezawadiwa kiasi cha shilingi milioni 1, huku aliyeshika nafasi ya pili Muhammad Lushengo akitunukiwa shilingi 500,000. Alhamdulillah, katika mashindano haya tumetoa zawadi ya mshindi wa mwanzo katika juzu 30, amechukua shilingi milioni 1. Tunamuomba Allah azidi kutuwafikisha tuweze kufanya zaidi na zaidi, na tuweze kufika mbali kwa dua zenu insha Allah. Malengo yetu makubwa kabisa katika mashindano haya ni kwanza vijana waweze kukihifadhi kitabu cha Allah. Kikubwa na waasa vijana wenzangu, kauli mbiu ya mashindano yetu ya mwaka huu yalikuwa Qur'ani ni amani. Na waasa vijana ambao bado hawajajikita kwenye Qur'ani, tujikite sana kwenye Qur'ani, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kuwa ni ufunguzi wa maisha ya hapa duniani na kesho akhera, tofauti na kitu kingine chochote. Mgeni rasmi katika fainali hiyo ni mkurugenzi wa taasisi ya Al-Hikma Sheikh Nurdin Kishki. Ameipongeza jumuiya kwa kudumu katika jambo la kheri. Unapoalikwa katika jambo linalohusiana na Qur'an, ni kwa maslahi yako wewe mwenyewe na wala sio kwa maslahi ya wale waliokualika. Kupitia Qur'ani iliyosomwa hapa, makundi matatu yaliweza kushindana, juzu 10, 20 na 30. Tumesikia vipaji mbalimbali, tumesikia mabingwa wa sika hapa, tumesikia mabingwa wa nahwandi hapa, tumesikia mabingwa wa bayatul maqam, tumesikia mabingwa wa bayatul kurdi. Jambo la kwanza ni pongezi. Kudumu la jambo la Qur'an kwa miaka 10 sio jambo la kawaida. Naipongeza taasisi hii. Wakulima na wafugaji wilayani Songea mkoani Ruvuma wametakiwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro inayosababishwa na uvunjifu wa sheria, hali inayopelekea uharibifu wa mazao na kuhatarisha maisha ya watu katika jamii. Suberi Mgaya ana taarifa kamili. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya Songea Wilman Kapenjama wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Chiurungi baada ya tukio la mwenyekiti wa kijiji hicho kushambuliwa na kujeruhiwa na wafugaji, hali iliyolazimu kupelekwa hospitalini na kulazwa katika chumba cha uangalizi maalum. DC Kapenjama amesema serikali tayari imewachukulia hatua wote waliohusika katika tukio hilo ili kutoa funzo kwa wengine wenye tabia kama hizo za kujichukulia sheria mkononi. Chukua sheria mkononi wanakosea sana. Mwenyekiti ameshambuliwa, sisi serikali tunachukua hatua kali na itakuwa ya mfano, na hao waliofanya hilo jambo watasimulia mpaka wajukuu zao, watawaambia kwamba kuchukua sheria mkononi si tu kumpiga mwenyekiti, kumpiga mtu yeyote ni kosa kubwa. Maana wamempiga daktari, wamempiga damu zikatoka ndani zikaharibu kabisa, na anapokuwa kwenye ICU hawa msiwaachie haraka kabla hatujawapeleka mahakamani. Dhamana yao muitizame vizuri sana
kama kuna haja ya kuwapa dhamana. Kwa upande wao, baadhi ya wanakijiji wameiomba serikali kuondolea wafugaji katika maeneo yao, kuwatengea maeneo maalum kwa ajili ya mifugo yao ili kuondokana na adha hiyo. Huyu mwenyekiti safari hii ya pili kupigwa. Mwaka jana alipigwa, mwaka huu amepigwa. Kwa hiyo tunaomba serikali hawa jamaa iwatengee sehemu ya kuishi. Wapo jirani na vijiji. Sasa sisi hatuna raha. Sisi binadamu hatuna maisha. Heli ya homa kuliko hali ya Wasukuma saizi. Hatuna nini? Maisha. Tunakufa bila dawa mdomoni wala uji. Yaani wanalisha na mwenyewe unaona. Ukiwauliza wanakuletea ukali, wanakuambia ngoa mboga yako ya alizi ya Mungu, wewe mbona unaikanyaga? Maneno mengi. Awali akitoa ufafanuzi kuhusu maeneo tengefu kwa ajili ya wafugaji na wakulima, afisa mifugo wa halmashauri ya wilaya Songea Eric Kahisi amesema changamoto hiyo inasababishwa na kukosekana kwa utambuzi na takwimu maalum za wafugaji katika maeneo hayo. Kwa kijiji chenu kwanza hamjatenga eneo la ufugaji, lakini pia hatuna orodha ya watu waliosajiliwa. Kwa hiyo hapa tunatambua kwamba hakuna mifugo katika kijiji cha Chiulungi. Katika kata hii limetengwa eneo la ukubwa wa ekari 3,300 katika kijiji cha Litoa. Kwa hiyo tuna changamoto mnazozipata, maana yake ni wale wanaotoroka kule kwenye maeneo tengwa kuja huku. Tukielekea huko kisiwani Pemba, kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kamandi ya Pemba kimekamata mashua ya uvuvi inayofahamika kwa jina la Si kwa Nguvu, ikituhumiwa kufanya kazi bila kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na usajili. Taarifa ya Juma Seif inasimuliwa studio. Mbali na chombo hicho kilichokuwa kikiongozwa na nahodha Hamza Juma Hussein kutokuwa na kibali, lakini pia KMKM wamebaini kati ya watu 30, watu 18 ni watoto wenye umri wa miaka chini ya 18 ambao kisheria waruhusiwi kujihusisha na shughuli hiyo, ambao kiutaratibu kwamba wale hawaruhusiki kufanya shughuli zozote au ajira yoyote kama tunavyoelewa. Kwa hiyo na sisi baada ya kuona hali hiyo ilibidi chombo kile kikamatwe na kuweza kuletwa hapa, na hali kadhalika tuligundua kwamba nahodha wa chombo hicho hakuwa na leseni, pamoja na chombo chenyewe hakina usajili wowote. Kwa hiyo na sisi tumefanya taratibu zetu za kuhakikisha kwamba chombo hicho tumekikamata na kukikabidhi mamlaka ya ZMA ambao waendelee na taratibu zao. Afisa wa mamlaka ya usafiri wa bahari Zanzibar ZMA Ali Abedi Ali amesema hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wamiliki wa mashua hiyo, ikiwemo kufikishwa mahakamani. Mambo mawili haya ni kosa kisheria, kosa ambalo kwa inafanya kazi bila kuona haina leseni, lakini jambo jingine kuwatumia watoto wadogo ambao kwa bado wako katika uangalizi wa wazee wao, ambao kwa wanatakiwa wapate elimu ya dunia, wapate na elimu ya akhera, na mambo mengine ambayo kwa wao wenyewe baadaye yataweza kuwasaidia kuendesha kimaisha. Kaimu afisa elimu mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Sabaha Musa Saidi pamoja na afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Wete Bi Salma Hamad Saleh wameeleza masikitiko yao kwa vijana hao kujihusisha na uvuvi wakati ambao walipaswa kuwa shuleni. Tunajua kwamba serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar imeandaa miundombinu ya kuwafanya watoto wasome katika mazingira yao, lakini pia imeshajitayarisha kuwatayarisha watoto hao katika ule mfumo wa taaluma ambayo inakwenda kuwajengea ujuzi, yani competency based, ambao mwisho watakwenda kujisomea masuala haya ya uvuvi, kilimo, useremala na shughuli nyingine za amali ambazo zitawafanya waweze kujiajiri. Kwa hiyo unapomtumikisha mtoto katika umri wa chini ya miaka 18, hii ni ajira ya utotoni. Hawa wanaikosa haki yao ya msingi ya elimu, so kuwatumikisha hawa sasa hivi wanatakiwa wasome. Serikali inajitahidi kuweka miundombinu rafiki ili watoto wetu waweze kupata elimu. Mimi mwenyewe napendelea kwamba watoto hawa wasome elimu, wasome skuli ili wapate kutusaidia maisha baadaye, kwa sababu hawa ndio watakokuwa madaktari, watakokuwa walimu kusomesha enzi wao zaidi wanaokujia baadaye, na watakokuwa kwa usini kwa ajili sio tukienda kwa matatizo yetu watutatue. Tukio hilo limeibua hoja mseto kuhusu nafasi ya elimu, usimamizi wa wazazi na mustakabali wa vijana wanaoishi pembezoni mwa bahari ya Hindi. Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wazee duniani Oktoba mosi mwaka huu, serikali imeendelea kuimarisha huduma bora kwa wazee ili kuhakikisha kundi hilo
linapata huduma za msingi zitakazowawezesha kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa. Zuberi Mgaya ana taarifa kamili. Hayo yameelezwa na naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Makundi Maalum, Wakili Amoni Mpanju wakati wa ziara yake katika makazi ya wazee yasiyojiweza yaliyopo Sukumahela wilayani Manyoni mkoani Singida. Wakili Mpanju amesema serikali inatambua mchango mkubwa wa wazee katika taifa na itaendelea kuhakikisha wanapata huduma bora ikiwemo afya, makazi na ustawi wa kijamii. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuchukua hatua za kuhakikisha tunaimarisha huduma zinazotolewa kwa wazee, tukijua kwamba kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 hapa nchini tunao wazee 3.4 Serikali imekuwa ikitoa huduma mbalimbali katika kuwafikia wazee nchini. Aidha, Wakili Mpanju ametoa wito kwa wazee pamoja na jamii kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi ili kutimiza haki yao ya msingi. Tumia jukwaa hili kuwahimiza wazee wote hapa nchini wajitokeze tarehe 29 wakapige kura. Sio wazee tu, jamii na Watanzania wote, lakini tunasisitiza wazee kwa sababu uzuri nchi yetu imeweka mifumo rafiki kwenye mchakato wa kupiga kura. Vituo vya kupigia kura vinafikika. Lakini kufikika na wazee kuweza kupiga kura pamoja na makundi mengine yanahitaji jamii, watu wanaoishi na wazee, kuwatambua na kuwasaidia, kuwasindikiza mpaka kwenye vituo. Pale maafisa walio kwenye vituo watasaidia wazee wapige vizuri, na wazee mnahitaji kwenda na wasaidizi kwa wasioona, wengine ambao wana changamoto mbalimbali, lakini hata ambao wana changamoto. Maadhimisho hayo yanaongozwa na kauli mbiu inayosema wazee tushiriki uchaguzi mkuu kwa ajili ya ustawi wa jamii yetu. Katika kuongeza ufanisi kwa watendaji wa serikali, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amekabidhi pikipiki 9 kwa maafisa tarafa wa mkoa huo ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa Nurdin Babu amesema pikipiki hizo zitasaidia kuongeza weledi kwa maafisa tarafa hao, ikiwemo kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi ili kutatua changamoto mbalimbali zilizopo katika jamii. Lengo kubwa la kutoa vitendea kazi hivi kwa maafisa wetu tarafa ni kuwawezesha kuongeza spidi ya kufanya kazi katika maeneo yao. Hasa niwatake magavana wangu ambao tutawakabidhi leo, mwende mkazitunze hizi pikipiki ili na nyie sasa mpate nafasi nzuri ya kufanya kazi kwa weledi. Ukisikia kuna jambo mahali, unawasha pikipiki yako unakwenda. Tutawakabidhi kwa ajili sasa ya kutatua changamoto ya usafiri kwa ajili ya watendaji wetu hawa, tutasaidia katika maeneo yao ya kazi. Aidha, RC Babu amewasisitiza maafisa tarafa hao kufika katika maeneo yenye miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ili kuongeza na kuchochea kasi ya maendeleo. Ukisikia kuna miradi ya maendeleo ambayo tumeipeleka, unahakikisha unakwenda na kusimamia miradi ya maendeleo ili thamani ya fedha anazoleta Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan zionekane kwa wananchi. Kwa hiyo nadhani katibu mtawala wa mkoa hakutakuwa na kisingizio cha usafiri. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kilimanjaro ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameivunja serikali yake siku ya Jumatatu Septemba 29 kutokana na kuongezeka kwa maandamano ya upinzani yanayoongozwa na vijana wakilalamikia uhaba mkubwa wa maji na umeme, mgogoro ambao kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa umesababisha vifo vya watu wasiopungua 22 na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Maandamano hayo yamechochewa na hasira zinazotanda ndani ya nchi kutokana na kukatika hovyo kwa umeme na uhaba wa maji ambao unaweza kudumu kwa zaidi ya masaa 12. Rais Rajoelina katika hotuba yake kupitia televisheni amesema anafahamu hasira, huzuni na changamoto za raia hao, na kueleza kuwa amesikia wito na amehisi uchungu kutokana na hali hiyo, na kuomba radhi ikiwa maafisa wameshindwa kutekeleza majukumu yao, na kuahidi kutoa msaada kwa biashara zilizoathiriwa na uporaji. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imethibitisha kwamba maafa yaliyotokea yamesababishwa na hatua za vikosi vya usalama pamoja na kuenea ghasia na uporaji unaofanywa na magenge yasiyo na uhusiano na waandamanaji. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Madagascar imezikataa na kuzitupilia mbali takwimu zinazotolewa na taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa, ikisema kuwa zinatokana na uvumi au habari potofu. Kwingineko, mkuu wa utawala wa mpito wa Bangladesh ameishutumu India kwa kuchochea machafuko kufuatia vifo vya watu 3 katika ghasia za kikabila kwenye wilaya ya kusini mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, mshauri wa mambo ya ndani Jahangir Alam Chandri wakati wa hafla iliyofanyika huko Dhaka amesema matukio hayo yanayochochewa na amri ya India kwa matakwa yaliyowaita mafashisti, akimaanisha chama kinachohusishwa na waziri mkuu aliyeondolewa madarakani. Afisa wa polisi Ahsan Habib amewaambia waandishi wa habari kwamba watu 3 waliuawa kwa kupigwa risasi na miili yao imehifadhiwa katika hospitali moja ya eneo hilo bila ya kufafanua ikiwa walishambuliwa na vikosi vya usalama. Watu kutoka makabila ya Chakma na Mama walifanya maandamano ya kufunga barabara zilizounganisha wilaya hiyo na maeneo mengine ya nchi hiyo, huku taarifa za polisi imeeleza kuwa katika maandamano hayo pia maafisa wa usalama wamejeruhiwa wakijaribu kudhibiti ghasia hizo. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametia saini amri iliyompa mamlaka ya ziada ya usalama kunapotokea uvamizi wa kijeshi nchini humo. Kulingana na makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez, Septemba 29, amri hiyo inamruhusu Maduro kukusanya vikosi vya jeshi kote nchini humo. Wiki moja kabla, Maduro alisema atawasilisha agizo hilo ili liangaziwe, licha ya kuwa haijulikani lini lilitiwa saini, na kuelezwa kuwa mamlaka hiyo itakuwa na uhalali kwa siku 90, ingawa hakuna uwezekano wa siku kuongezwa ikiwa ni kulingana na katiba ya nchi hiyo. Hatua hiyo inafikiwa wakati Marekani ikiwa inapeleka meli za kivita katika eneo la Caribbean, ambapo imesema ni sehemu ya vita dhidi ya dawa za kulevya katika eneo hilo, lakini serikali ya Maduro inadai kwamba Marekani inapanga njama za kumuondoa madarakani. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Watu zaidi ya 200,000 wafikiwa na huduma za matibabu bingwa na bingwa bobezi kutoka kwa madaktari wa Mama Samia. KMKM kamandi ya Pemba ya kamata mashua ya uvuvi kituhumiwa kufanya kazi bila ya kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Katika habari za kimataifa, Bangladesh yaishitumu India kuchochea machafuko kufuatia vifo vya watu 3 katika ghasia za kikabila. Na kwa nukta hiyo ndio tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah kwa majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuriami na kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu,
Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.